Na mpenzi mtazamaji wa Jugo Media, katika siku ya leo bado nipo katika maeneo ya Bunju, parokia Bikira Maria wa Mlima Karmeli. Kumbuka ni siku ya somo wa parokia Bikira Maria wa Mlima Karmeli, lakini yapo mengi ambayo tumeshuhudia, na moja ya mtu ambaye amenifanya basi nimtafute ni kijana mwenzangu hapa, kijana mdogo sana lakini amefanya makubwa sana mbele ya askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwanza tujue jina lake, alafu pili tutajua mengi ambayo anayo ndani yake. Kaka, jitambulishe jina lako, watazamaji wanahitaji kufahamu kwa majina kamili. Mimi kwa majina naitwa Filipo Josephat Kizale, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Kiongozi ambalo linatolewa na kurugenzi ya habari Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Ndio. Asante sana. Sasa tuachane na masuala sana ya uandishi wa habari ndani ya gazeti la Kiongozi la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Hebu tuje katika maisha yako binafsi. Filipo, tunapomzungumzia Filipo, kwanza ni nani? Tuachane na masuala mengine ya uandishi wa habari. Filipo Josephat ni mtu ambaye amejaliwa vipaji mbalimbali na Mwenyezi Mungu. Ni mtu mcheshi, mtu ambaye hapendi makuu, mtu ambaye anafurahi kuwa na watu mbalimbali, aidha katika mikutano mbalimbali au shughuli mbalimbali. Kifupi ni mtu ambaye anapenda kujichanganya katika kazi mbalimbali bila kujali hizi ni kazi za namna gani. Na kilichonivuta sana mpaka nikakuita pembeni Filipo, niweze kukujua zaidi, hasa hiki kipaji kikubwa sana ambacho nimeweza kukiona cha kuigiza hizi sauti za watu mbalimbali, hasa viongozi mbalimbali wakubwa. Unaweza ukajaribu kuniambia kidogo kipaji hiki cha uigizaji wa sauti kwako ulikipataje, au ulijijuaje kwamba nina kipaji hichi mimi kama Filipo? Kwanza naweza nikasema kwamba mimi mwenyewe kuna wakati naweza nikakaa katika group la watu wengi wanazungumza, lakini katika kundi la watu wote wanaozungumza naweza nikaondoka na watu wawili ambao sauti zao naziweza. Yaani niseme kwamba ni Roho Mtakatifu sijui ananifanyia kazi nzuri kabisa, kwa sababu sijaanza leo. Hata kuna sauti zingine za watu wengine mtaani kwangu. Mfano kuna sehemu nilishai kuzungumza sauti ya mtu mpaka watoto wake wakatoka ndani wakaanza kukimbia, baba huyo, kumbe sio mwenyewe, wanatoka nakuta mimi. Okay, walishangaa sana. Hongera sana Filipo kwa karama hiyo. Tunaweza tukasema ni Roho Mtakatifu ndo anawezesha hizo karama zote sana. Labda nijaribu pia kuuliza tu kidogo, katika karama yako hiyo unayoifanya na maisha ambayo unaishi, je, kwa upande wako umeona mazingira yanakupokeaje au mazingira yanakuonaje ndani ya karama ambayo unaitumia unapokuwa na jamii? Unajua kihalisia binadamu ukiwa na vipaji utapata watu wengi sana, fan base nyingi sana ambayo itakupongeza. Wengine watasema huyu bwana mfano kwa sasa toka nimeanza kufanya hivi, kiukweli watu wengi wamekuwa wakiniunga mkono, wakinipongeza, wengine kwa mawazo, wengine kwa fedha, wengine kwa namna yoyote ile. Na kwa namna mbalimbali nimekuwa sana nikifanya hizi shughuli hasa kuhakikisha watu wanafurahi, kwa sababu furaha ya watu kwangu mimi naiona ni bora zaidi kuliko kitu kingine katika maisha yangu, na napenda sana kujali wengine kuliko mimi kujijali mwenyewe. Kwa hiyo ninapoona watu wanafurahi kwa kile ninachokifanya, mimi nafarijika sana. Na fani zetu hizi ambazo Roho Mtakatifu ametujalia za kuigiza sauti za watu si rahisi, na si wote waliojaliwa. Kwa hiyo kama Mungu amekujalia kipaji ya kuzungumza sauti za watu zaidi ya 3, 2, ni bora uzitumie, kwa sababu hata namkumbuka hayati Monsignor Mbiko alishawahi kusema kwamba karama ulizopewa na Mungu kama uzitumii ni dhambi. Kwa hiyo kama mtu mwingine amepewa vipaji, mimi kama mimi nilivyopewa lazima nizitumie, na nimepokelewa kwa uzuri kabisa. Nimekuwa nikifanya shughuli hizi kwenye maharusi, watu wakiniita nafanya, na kwa kweli wanafurahi, wanaburudika, wanashangilia na wanakuwa vizuri. Kwa kweli mimi nafarijika sana. Okay, na labda niseme watu wakihitaji kupata wanakupataje? Mimi napatikana, kwanza naishi Mabibo, kwa wale wanajua Mabibo mwisho pale, ukija Sahala Mnaani mimi ndo ninapoishi. Na ukitaka kunipata kiurahisi kabisa unaweza kunipata kwa namba ya simu ya 0658 79 73 05, 0658 79 73 05.
au kwa yule ambaye anataka kutumia email anaweza akaniandikia kwa kupitia email, akaandika philipokizale@yahoo.com, akanipata vizuri kabisa na nikapata ujumbe wake. Kwa hiyo hata kwa njia ya WhatsApp, Facebook, kwa njia ya WhatsApp pia natumia namba hiyo ambayo nimeitaja, lakini kwa upande wa Facebook natumia jina la Philipo Josephat. Instagram natumia jina la Philipo Josephat. Kwa hiyo kwa yote yule ambaye atakuwa ananihitaji, wala mimi situmii gharama sana. Mimi kazi yangu nataka nitumie kalama yangu watu wafurahi. Ukiniita kwenye tukio lako, kwenye sherehe yako, nataka watu wacheke, watu waondoke wameburudika. Mtu akikaa nyumbani aseme jana tulienda sehemu fulani nimefurudika. Moyo wake maana umesuhuzika, umemjenga mtu kiroho, umemfanya mtu aache stress zake, asahau stress zake zote, afurahi kwa sababu amesikia. Nilienda Kigamboni Kimbiji, nilizungumza sauti hizi, kikweli watu walilia sana. Hasa nilipozungumza sauti ya hayati Dr. John Magufuli, watu walilia sana na kusema unatukumbusha machungu. Lakini sasa katika machungu ni lazima pia tukumbuke watu waliofanya kazi vizuri. Kwa hiyo mimi binafsi ninapenda sana kutumia karama zangu vizuri. Kwa hiyo nawakaribisha wale wote ambao watahitaji kuja kwangu ili waweze kushirikiana na mimi kwa kuwaburudisha watu, kwa sababu kuwaburudisha watu pia Mungu anakubariki. Basi mimi sina mengi sana, na mpenzi mtazamaji pale anatuangalia vizuri. Mimi ni Daniel Anton Lingwentu, na nikupende kutakia utazamaji mwema wa Jugo Media. Ila kabla sijamaliza, basi na kukupa chakula kingine kizuri cha bwana Philipo hapa, nikuombe ndugu Philipo, dakika chache, yani ikiwezekana hata sekunde tu, mimi nataka uwakaribishe wapendwa wetu kwa kazi nzuri zinazofanyika ndani ya Jugo Media, waendelee kuitazama hii Jugo Media. Mimi sasa nahitaji sauti walau zile 3 tu, najua kuna zile nyingine, lakini walau nikimsikia mama yangu Ana Makinda, nikamsikia hapo na baba yangu Mwadhama Paul Kardinali Pengo na hayati ndugu yetu Dr. John Pombe Magufuli, itakuwa ni nzuri sana ili waamini tunachoongea ni kipi sasa hapa. Asante sana mtangazaji, kwa kweli nakushukuru sana, na kwa kweli Jugo Media mnafanya vizuri. Kwa kweli kama spika mstaafu wa bunge, kwa kweli nakupongeza sana, na umependeza kwa kweli na kitenge chako cha Radio Maria. Kwa kweli Jugo wanafanya kazi vizuri na nawashukuru sana. Nimekuwa spika wa bunge kwa miaka 10. Kwa kweli nawapongeza sana na muendelee kuingilisha. Asanteni sana. Sasa ngoja nimkaribishe Mwadhama Paul Kardinali Pengo, na yeye kwa kweli aweze kuwashukuru Jugo Media kwa kazi nzuri mnayoifanya. Karibu baba. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote niwapongeze sana Jugo Media kwa sababu Roho Mtakatifu ameendelea kuwakirimia na kuwawezesha kufanya kazi nzuri ya uinjilishaji kupitia TV hii. Niwaombe watazamaji, muitazame TV hii kama kielelezo cha Roho Mtakatifu kutusogezea karama zake na kutufikisha mbinguni. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Asante baba askofu mstaafu. Kwa kweli sasa nimkaribishe hayati Dr. John Magufuli akiwa mbinguni kwa kweli, na yeye azungumze kidogo na Jugo Media. Karibu baba. Dar es Salaam oye. Ndugu zangu wana Dar es Salaam, nazungumza moja kwa moja nikiwa mbinguni. Nataka niwaeleze TV ya online ya kuitazama ambayo itawabariki na kuwapeleka mbinguni ni Jugo Media. Kwa hiyo ukitaka uende mbinguni kama nilivyo mimi sasa hivi mbinguni, njoo na Jugo Media, kwa sababu hii ni siti ambayo hailipiwi. Jugo Media wanafanya kazi vizuri, na nataka niwaeleze mwisho wa mwezi huu zaidi ya watazamaji 7212.7 watatazama Jugo Media. Na hilo nina uhakika kwa sababu hata mkurugenzi nilishamueleza ni lazima Jugo Media itazamwe kwa sababu inafanya kazi vizuri, na tayari tumetenga kiasi cha fedha takriban bilioni 1.2 kwa ajili ya kuiwezesha TV hii. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, huko mbinguni nina kazi nyingi za kuzungumza na malaika. Niwaache muendelee na kazi ya uinjilishaji ili watu waendelee kuja mbinguni. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Philipo. Jamani, hayo ni machache tu ya Philipo. Mimi sina mengi sana. Kama nilivyokufahamisha ni Daniel Anton Lingwentu, Jugo Media, nami nikutarikia utazamaji mwema. Lakini kabla hujaondoka katika screen yako au unachotazamia, ni kuonyeshe alichokifanya Philipo mbele ya askofu mkuu Julius Thaddeus Ruwa'ichi hapo alipokuwa katika sherehe na shamra za ndoa 58 katika siku ya somo parokia Bikira Maria wa Mlima Karmeli Bunju. Sina mengi sana ya kukwambia.
jitazamie mwenyewe yapi aliyafanya Filipo mbele ya Askofu Mkuu Judadeus Ruwa'ichi. Kwa heri. Naandikia gazeti la kiongozi baraza la maaskofu. Kwa hiyo baba askofu mkuu ni bosi wangu, ni baba yangu, ni askofu wangu, ni mkuu wangu. Leo hapa nipo kwa ajili ya wanabunju na wanandoa wote. Hongereni kwanza. Lakini hapa leo kuna wageni mbalimbali wamekuja. Wa kwanza kabisa huyu ni MC wetu atatuendeshea, anaitwa Speaker mstaafu Mama Anne Makinda. Ndiye atakuwa MC wetu leo. Lakini kabla tujaelekea kwa MC, ninaomba sana nimkaribishe baba mkurugenzi wa halmashauri ya walei jimbo kuu la Dar es Salaam, Padri Kasembo aweze kujitambulisha. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Kwa majina naitwa Padri Vitas Kasembo, ni mkurugenzi wa halmashauri ya walei jimbo kuu la Dar es Salaam. Asante, pigeni makofi. Asante kwa kweli. Na mimi ni MC Mama Anne Makinda, spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyote mnanifahamu. Kwa kweli baba askofu mkuu, niwapongeze sana hawa wanandoa wa leo. Na kwa namna ya pekee sana, kabla sijaendelea, naomba nimpongeze sana paroko wa parokia hii. Kwa kweli naomba baba wa parokia, naomba usimame kwa kweli. Simama popote pale ulipo. Naomba usimame baba, usicheke. Kwa sababu sheria za bunge zina protocol. Naomba usimame kwa kweli. Kuna zawadi yako. Naomba yule mkurugenzi, katibu mkuu Ikulu, naomba niletee zawadi. Baba, naomba uje upokee zawadi yako kwa kweli. Kwa wanandoa wa leo na kupongeza sana. Asante katibu mkuu. Baba, njoo upokee zawadi yako kweli. Na bahati nzuri baba huyu kwa kweli ana miwani, naona mara mbili. Kwa kweli hata nguo yake unaweza kujificha kwa mbele na kwa nyuma. Asante sana. Sasa hii baba ni zawadi yako. Mwakani tunataka zero wanandoa. Asante sana, ubarikiwe hadi ushangae. Lakini usichanganyikiwe. Asante sana, makofi kwa baba. Baada ya kusema hayo, sasa nimkaribishe Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Na mwishoni tutamkaribisha askofu mkuu Yuda Tadei Ruwa'ichi atazungumza. Karibu baba sana, uzungumze na hirakia. Nakushukuru MC Mhashamu baba askofu mkuu Yuda Tadei Ruwa'ichi, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Mpendwa sana baba paroko wa parokia hii ya Mlima wa Karmeli Bikira Maria. Ndugu zangu halmashauri ya walei parokia ya Bunju, wapendwa sana masista wanangu wapendwa, ndugu zangu waandishi wa habari, wapishi mliotupikia leo, siwezi kuwasahau, na wanandoa wote mliofunga ndoa. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote ningelipenda kumshukuru Mwenyezi. Kwa kweli nilikuwa nawaza hivi, hizi ndoa zilizofungwa ni jozi za mnyororo au ni watu? Nikajikuta naangalia, na kwa sababu nilifanya jubilei yangu juzi, nikajiuliza labda ya halmashauri za walei wamekuja kuungana na wanabunju, kumbe ni wafungaji wa ndoa. Hongereni sana. Baba amezungumza kwenye homilia yake, mimi ni nani hata nikoleze. Nataka niwaambie jambo moja. Baba askofu mkuu, jana tukiwa kwenye viwanja vya Kardinali Rugambwa
aliweza kuzindua mfuko wa Cardinal Fund, na hapa katika parokia yetu tuna ujenzi mkubwa, na nimeona nguzo zimesimama kama mlima wa Karmeli. Tupige makofi. Jambo moja nataka niwaeleze ndugu zangu, Roho Mtakatifu amekuwa akitujalia karama mbalimbali, na ni Roho Mtakatifu huyo amewavuvia nyinyi wanandoa mmeweza kufunga ndoa leo. Lakini Roho Mtakatifu hatoki kuwa pamoja nasi, amekuwa nasi tungali wadogo tumboni mwa mama zetu. Niwaulize, kuna miongoni mwenu aliyeandika barua kwa Mwenyezi ili azaliwe hapa? Hakuna. Kwa hiyo Baba Askofu Mkuu, ningaliwaomba hao wanandoa wachangie ule mfuko wetu. Mama, naona ananisogelea, unataka baraka? Sijali. Nilifikiri anahitaji baraka, nitaka nimuoneshe kwa Askofu Mkuu. Kwa hiyo mkachangie ule mfuko. Na bahati nzuri mimi kidogo nimeimarika kiafya, ninaweza kuwasapoti. Lakini kwa ninyi leo umevaa suti kwa mara ya kwanza, mnaweza kufanya kazi nzuri na ya ujenzi wa kanisa. Baba hapa mwenye miwani miwili ananitazama. Kanisa ni lazima liishe. Awali ya yote nimshukuru Roho Mtakatifu aliyeniwezesha kufika hapa. Japokuwa mimi nilipanda gari lingine nikaona askofu mkuu anaking'ora, nikajiuliza Baba ananitangulia. Baba, nakupongeza sana. Kwa jana tulishiba kama maaskofu wastaafu, lakini kama waamini tuliweza kushiba. Nikuombe usichoke, tuendelee kumuita Roho Mtakatifu akae juu yako na kukae juu ya wanabunju na wanandoa. Na kuna mwanandoa mmoja na umri mkubwa kuliko wote na amefunga ndoa, Mzee Beda Tarimo. Naomba usimame kwa kweli. Songe hapa na mkeo niwape baraka ya mwisho. Wapige makofi. Kuna wakati wapiga picha walipata tabu ya kumpiga mama, wakati mama sura yake sio kwamba alinuna, ndo sura yake ilivyo. Alikuwa amekaza uso, nikajua labda kanuna, baba akamkorofisha, nikasuluhisha kama askofu mstaafu. Kwa kweli Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Muendelee kukua. Kuna mwandishi mmoja baba wa habari aliwachokoza, akawauliza, hivi paka mnafikia umri huo mlikuwa wapi kufunga ndoa? Nikamuuliza, hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nendeni mkaketi. Naomba nikabidhi kipaza sauti kwa Mama Anne Makinda. Tumsifu Yesu Kristo. Asante, makofi kwa kweli. Dar es Salaam oye! Bunju safi! Asante. Sasa naomba nimwete kutoka mbinguni Mheshimiwa Baba hayati Dr. John Magufuli. Kwa kweli raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asante. Baba, karibu sana uzungumze na hierarkia japo kuwa uko mbinguni. Dar es Salaam oye! Bunju oye! Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Katoliki la Dar es Salaam, Mwashamu Yuda Tadei Suruaichi, mpendwa sana Baba Paroko wa parokia hii ya Bunju mlima wa Karmeli, na mmekaa Karmeli. Wapendwa sana masista mlioko hapa, mapadri mlioko hapa, ndugu zangu wanandoa ambao mmekata tiketi maarufu na tiketi maalum kwa sababu ya kuingia mbinguni mkiwa wawili. Ndugu zangu viongozi wa kamati tendaji ya walei parokia,
Na ndugu zangu wanandoa wote, itifaki imezingatiwa. Nilipokuwa nakuja hapa, nilipoalikwa na askofu mkuu, DJ inaomba ukae vizuri, naweza kaondoka. Nilipokuwa nakuja hapa, nilikuwa najiuliza, baba askofu mkuu umenipa mwaliko, tena nikiwa mbinguni, sipo duniani. Kwa sababu hawa mbinguni wanapozungumza huko tunawasikia, wanawaombea ninyi. Kwa hiyo leo nimekuja hapa kwa kazi moja. Kwanza kumpongeza askofu mkuu kwa kazi nzuri anaifanya kwenye jimbo la Dar es Salaam. Hebu mpigeni makofi. Na ndio maana kila siku namuombea afya njema. Na bahati nzuri hata mwili wake mnamuona ni kamanda. Uendelee kubarikiwa. Hata kicheka unaona kabisa meno yamepangana vizuri. Maana yake ni kwamba huyu amenyooka, hajapinda. Dar es Salaam wewe. Kwa baba padri. Baba padri nilikuja wiki iliyopita hapa kisirisiri. Lakini wakati unainua kikombe kile unakibariki na damu inageuka kuwa Yesu, nilikuwa nyuma na kutazama. Ukazungumza kuhusu ujenzi wa lile kanisa pale. Kwa kweli nikamuuliza injinia, ni kiasi gani cha fedha za serikali tulizozileta hapa zimetumika? Akanieleza, mheshimiwa, pamoja kwamba huko mbinguni ulileta bilioni 1.2. Nikasema sawa. Zimefanyia nini? Akasema kulikuwa na maji ya usumbufu ambayo yanapita kwenye auditing ya barabara kuja kwenye ujenzi wa kanisa. Nataka nikupongeze baba padri, uliwaleta mainjinia safi. Lakini nataka nikueleze, zile pesa ungezitafuna vibaya leo ungeondoka. Mbele ya baba askofu mkuu ningekutumbua hapa. Lakini kwa sababu umezifanyia kazi vizuri, na miaka 5 ijayo lile kanisa litakuwa linameremeta. Na sisi tunaopenda kwenda mlima wa Karmeli kama kule mbinguni tunavyofanya, tutakaa juu yake. Dar es Salaam wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwaeleze ukweli. Na msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Mchangamke kulijenga kanisa hili. Nisije nikasikia wewe ni mwanandoa leo, alafu hujachangia ujenzi wa kanisa. Na bahati nzuri baba paroko unanielewa, toka tukiwa Nyegezi sekondari. Na mwaka 98 nilipofunga ndoa yangu, wewe ulikuwa bado mdogo. Lakini leo umenipita, umekuwa padri. Mimi hata uongozi wa jumuiya sijapata. Dar es Salaam wewe. Kwa hiyo hata miwani umenizidi. Mimi miwani yangu ilishavunjika kwa sababu kwenda mbinguni miwani haitakiwi. Najua mama anasogea kwa sababu jua linazama. Lakini naliana leo weregeki. Kazi hii inaanza pije. This is the moment we need to go forward. Because I know this is the time of all of you to be united in order to make a good opportunity for us. Wengine wanasema sijui Kiingereza. Hicho ni nani anazungumza? Dar es Salaam wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, kama ningekuwa sijui Kiingereza, chuo nilipitaje? Kwa sababu assignment zile ni lazima. Baba askofu anajua amepita chuo kikuu. Alinitangulia darasa moja mbele. Anafahamu. Kwa hiyo nataka niwaeleze ndugu zangu wa Tanzania. Nilipokuwa nasema nawapenda, it was really coming from my heart. Niliwapenda kutoka moyoni. Sasa rai yangu kwa nyinyi wenye ndoa. Mmefunga ndoa leo. Huko manyumbani kwenu. Najua mlishashiba hapa na chakula mmeweka kingi. Mtaenda kung'unda miguu, mnalala na kukumbatiana. Kwa sababu ndo haki ya kwanza ya wanandoa, upendo. Sasa nisije nikasikia mambo mengine, huyu amemsina sikio, huyu amemgusa huyu miguu akampiga mateke. Sasa hilo nitamtuma IGP. Na bahati nzuri IGP yuko hapa. IGP yuko wapi? Yuko hapa. Safi sana. Na watu kama ninyi ndio waongozaji wa taifa hili. Mheshimiwa baba askofu mkuu, ule ujenzi wa ile hospitali kubwa ya Cardinal Rugambwa, nataka nikuhakikishie leo tarehe 13 ya mwezi wa 7 kwenye sherehe za mwakani 2022 nitatembelea pale na serikali itakuunga mkono, sio serikali ya duniani, ya mbinguni. Maana yake kwamba fedha zitatoka kwenye mifuko ya Watanzania. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, tuunge ujenzi wa kanisa hili
Baba paroko, ukitoka hapa hakikisha unakaa pale unawakamata na waeleza na wasina masikio. Na bahati nzuri amenieleza mnalipa kwa zaka. Zaka ndio unajenga hili kanisa. Kwa hiyo fedha zako zile zilete, lakini kodi ya serikali muitoe. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nisiwapotezee muda kwa sababu kazi za kiserikali ni nyingi. Naomba niwashukuru sana. Ila wenye wanandoa wale ambao mna sura zinametameta kidogo, mbarikiwe hadi mshangae, lakini msichanganyikiwe. Miradi iendelee, na we DJ uchangamke, kwa sababu sipo changamko utaondoka. Na wakurugenzi wengine, fedha za serikali ni kara moto, kuweni nazo makini. Baada ya kusema hayo, asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Tumsifu Yesu. Asante, makofi kwake tafadhali. Makofi kwake, ameongea hata ngeli. Jamani, kuna watu Mhashamu Baba Askofu, watu wanakwenda jehanamu kwa kushindwa kuongea Kiingereza vizuri. Anasali, anasema Lord you are nothing without me. Hapo ndo anasali sasa. Oh Lord you are nothing without me. Ni matatizo makubwa sana. Lakini kuna kipindi kulikuwa na